Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi kama amiri wa umoja wa wahadhiri wa Kiislamu mkoa wa Pwani UWAKTA, jambo la kwanza kabisa baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rehma na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, niipongeze serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na jeshi la polisi kwa ujumla, vyombo vya dola, katika kuhakikisha kwa juhudi kabisa amani inakuwepo na inaendelea kuwepo katika nchi yetu ya Tanzania, hasa katika siku ya tarehe 7 mwezi huu wa 7 mwaka 2026 kufuatia machafuko yaliyopangwa au mipango ya watu kutegemea kuvuruga nchi, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia vyombo vyetu vya dola vikaimarisha ulinzi na wa Tanzania kwa ujumla, tukatii sheria ya kutulizana na kutohamasisha vurugu ya aina yoyote. Kwa hivyo nitoe pongezi kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Daktari Samia Suluhu Hassan. Mimi kama kiongozi wa dini, mimi kama kiongozi wa taasisi ya dini kwa ngazi ya mkoa wa Pwani, basi ninamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie nchi yetu iendelee kuwa na amani zaidi. Lakini kadhalika ni waase wahubiri wa dini, wahubiri wote wa dini, wahadhiri wote wa Kiislamu, na hasa nikiwasisitiza zaidi wale wahadhiri wanaoishi katika mkoa wa Pwani, wanapoenenda katika maeneo yote katika harakati zao za mahubiri ya kumtangaza Mwenyezi Mungu, tusiache kuhubiri amani. Amani ni kitu muhimu sana. Hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama inayosimuliwa na Ubaidillah ibn Mihsan al-Ansari. Hadithi hii inapatikana katika kitabu cha Sunan Ibn Majah. Ukitizama mlango wa kitabu Zuhudi, tizama hadithi nambari 4141. Bana hadithi Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man asbaha minkum aminan fi sirbihi muafan fi jasadihi indahu qutu yaumihi fakaannama hizat lahu dunya. Yeyote kati yenu ninyi wanadamu, asbaha minkum aminan fi sirbihi, ameamka asubuhi katika maeneo yake anayoishi akajikuta ni mwenye amani, tena muafan fi jasadihi, anayo afya katika mwili wake, indahu qutu yaumihi, angalau ana chakula ambacho atakitumia yeye na familia yake kula katika siku hiyo, mtu huyu mwenye amani tele, fakaannama hizat lahu dunya, mtu huyu anakuwa kana kwamba ni mtu ambaye amekusanya dunia yote, imekuwa kwa upande wake. Hadithi hii inatueleza na kumaanisha kuwa amani ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo tuidumishe amani katika nchi yetu ya Tanzania, na yoyote yule asishawishiwe kuweza kuivuruga amani. Mimi amiri wa umoja wa wahadhiri wa Kiislamu mkoa wa Pwani wa taasisi ya UWAKTA, nitaendelea kuidumisha amani tangu leo na hata siku za usoni, kadhalika na wahadhiri na wahubiri wote na Waislamu wote kwa jumla. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.